Asante kwa kuendelea kwa nasi na kuichagua Azam Sports 1 HD. Jina langu ni Kennedy Moses. Karibu sana kwenye mshike hii leo. Tunayo mengi ya kuendelea kukujuza kupitia mshike. Lakini nikukumbusha tuna nafasi ya kuungana nasi kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na X zamani Twitter. Tunapatikana kwa jina la Azam TV TZ. Usisahau pia kuendelea kuwa nasi siku zote kwenye kurasa zetu zingine ikiwemo pia Instagram. Kuna kurasa wetu wa michezo kule ambao unatambulika kwa jina la Azam TV Sports. Tuanze kutazama yale makubwa tulionayo hii leo. Jeshi la polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam limesisitiza kuwa lipo tayari kwa ajili ya kuhakikisha ulinzi na usalama umeimarishwa kabla lakini pia wakati na baada ya mtanange wa watani wa jadi kumalizika hapo kesho kati ya Yanga dhidi ya Simba. Mchezo huo wa kiporo namba 184 wa ligi kuu ya soka Tanzania bara ama NBC unakwenda kuamua hatima ya bingwa wa ligi kuu NBC kwa msimu unaokwenda kumalizika hivi sasa kwa maana 24-25 kati ya miamba hao wawili kutoka Kariakoo. Akizungumza na waandishi wa habari mapema hii leo, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Mulilo amesema wanatambua kuwa ni watu wengi wana shauku kubwa ya kushuhudia mtanange huo na burudani hiyo ya aina yake, na walichojipanga wao ni kuhakikisha mchezo huo unachezwa kukiwa na hali ya usalama na amani. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linatambua kuwa tarehe 25 mwezi huu Juni mwaka 2025 majira ya saa 11 za jioni kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa ambao uko Temeke kutakuwa na mchezo wa soka wa timu mbili ambazo ni watani wa jadi, timu za Yanga na Simba, zote za jijini Dar es Salaam. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linatambua kwamba mchezo huu utakusanya watu wengi wa kutoka ndani na nje ya Dar es Salaam. Kutokana na mkusanyiko mkubwa wa wapenzi wa soka wanaotarajiwa kufika katika uwanja huo, jeshi la polisi limejipanga vizuri kuhakikisha kwamba swala la usalama katika uwanja huo linakuwa la hali ya juu kabla, wakati na baada ya mchezo huo. Naam, kwa sasa tutazame sasa yale ambayo yanaendelea hapo, ambapo hivi sasa mpaka tunavyozungumza kila kitu kimekamilika katika uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam. Yote ni kuelekea dabi ya Kariakoo, wananchi Yanga wakiwa wenyeji wa watani wao Wekundu Msimbazi Simba. Omari Suleiman ni mwandishi wetu na amefika kwenye eneo hilo na kuangazia maandalizi yalivyo kuelekea dabi. Hapa ni katika uwanja wa Benjamin Mkapa, eneo ambalo kesho burudani ya kabumbu ya Kariakoo Derby inakwenda kupigwa hapa majira ya saa 11 kamili za jioni, tukiwashuhudia mafahali wa ligi kuu ya NBC Simba dhidi ya watani wao Yanga katika dimba hili. Tumefika hapa kujionea namna maandalizi yanavyoendelea, ikiwa ni siku ya mwisho tu, ikiwa imesalia siku moja, ambapo siku ya kesho ndipo ambapo mchezo huo unatarajiwa kupigwa hapa. Tumeweza kuzungumza na meneja wa uwanja huu Rashid Mijuza, ametueleza namna maandalizi yalivyo na utayari wa uwanja huu kuelekea siku ya kesho, huku akitoa wito kwa Watanzania kuhakikisha wanaulinda uwanja huu katika mchezo huo. Kiujumla maandalizi ya uwanja yako tayari kwa ajili ya mchezo huo wa kesho. Kwa upande wetu tumejipanga vizuri kuwahudumia wateja wetu watakapokuwa wanakuja kesho kwa ajili ya mchezo huo. Kikubwa kwa mashabiki waje kufurahia burudani ya mpira, lakini miundombinu wajue kabisa kwamba serikali imejitahidi kwa kiasi kikubwa karabati uwanja huu na umerudi sasa katika hali ya kisasa kabisa. Kwa kutambua hilo, tuwasihi tu watazamaji na mashabiki wetu wawe makini katika kutumia miundombinu hii, wajiepushe na kufurahi kupita kiasi mpaka kuharibu miundombinu. Kwa hiyo kikubwa waitunze miundombinu hii, kwa sababu serikali ya awamu ya 5 imejitahidi kufanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba uwanja huu unarudi kuwa mpya kabisa. Kama bado hujalipia kisimbuzi chako, lipia mapema kwenda kushuhudia burudani hiyo siku ya kesho, ambayo itakujia mubashara kupitia Azam Sports 1 HD kuanzia saa 11 kamili za jioni. Nikiripoti kutoka katika dimba la Benjamin Mkapa, mimi ni Omari Suleiman wa Azam Sports.
Na tukigeukia maandalizi ya kiufundi, kocha mkuu wa klabu ya Yanga Miloud Hamda amesema jukumu lao kama timu kubwa ni kushinda ubingwa wa ligi uliopo hivi sasa mbele yao, na ni mchezo mgumu unaohusisha timu mbili kubwa nchini, lakini hawana chaguo tofauti na kutetea ubingwa wao. For tomorrow is a big game between two big clubs. Dabi ya Kariakoo kwa kesho ni mchezo mkubwa baina ya timu hizi mbili. Tunaheshimu Simba, wachezaji wao na mashabiki pia, lakini sisi ni Yanga Afrika. Tutafanya kila aina ya juhudi kulitoa kombe hili siku ya kesho. Hilo ni tatizo kubwa siku ya kesho, kwa sababu Yanga na Simba zinahitaji ubingwa, na ni mmoja tu atakayeondoka na kombe hilo. Hivyo natumaini tutabeba kombe hilo kwa ajili ya mashabiki. Nitakuwa na furaha kwa ajili ya wachezaji wangu na wana Yanga wote. For the fans, I will be very happy for my players and all like Young African. Kwa niaba ya wachezaji wa Young Africans, Dickson Job anasema wao wachezaji wakubwa na hii ndio aina ya mechi zao, hivyo wako tayari kwa ajili ya mchezo huo. Sisi morali yetu bado iko juu pale pale, tena ukizingatia tukiangalia kwa mchezo ambao ulivyopanga kwa sasa hivi ni mchezo muhimu kati hata ile ambayo ingekuwa nyuma. Kwa sisi kama wachezaji tuko tayari na morali iko juu, na tunaamini tutakwenda kupambana kwa asilimia zote kufanya vizuri katika mchezo huu. Sisi kwetu hakuna pressure yoyote, ukizingatia wachezaji wakubwa, hii ndio michezo yetu. Kwa hiyo kikubwa ni kujiandaa vizuri na kwenda kufanya vizuri katika mchezo wa kesho. Mimi nadhani hakutakuwa na eneo gumu kama tutafanya kile ambacho tumekifanya katika uwanja wa mazoezi au maelekezo ambayo tumepewa na mwalimu. Kama tutafanya kwa asilimia 100, basi naamini kila kitu kitakuwa chepesi. Naam, Dickson Job huyo akizungumza kwa niaba ya nyota wa Young Africans kuelekea dabi ya hapo kesho. Kwa utaratibu wa kikanuni, timu zote mbili zinapaswa kuwa na uwakilishi kwenda kuzungumza na waandishi ama kwenye maandalizi ya kiufundi na kwenye mkutano pia na waandishi wa habari, lakini leo umeshuhudiwa upande mmoja tu wa Yanga na Simba ikikosa uwakilishi. Karim Bwemanda ambaye ni afisa habari wa bodi ya ligi Tanzania anazungumzia hilo. Simba Sports Club ambaye ni mgeni katika mchezo huu walipaswa kuwepo hapa saa 5:30 na kuanza mkutano, lakini tumefanya jitihada kadhaa. Bahati mbaya sana wahusika wamekuwa hawapatikani kwenye simu, kwa hiyo tunashindwa kuelewa changamoto hasa ni nini mpaka sasa hivi, lakini bado hawajafika kwenye eneo la mkutano. Na kwa sababu hili ni jambo la kikanuni, ni jambo ambalo lina ratiba, na baada ya hapa kuna ratiba ya matukio mengine kuelekea huo mchezo, hatuwezi kuendelea kuwepo hapa mpaka jioni, ndugu zangu wanahabari. Kwa hiyo nitumie fursa hii kusema rasmi kwamba tunamaliza mkutano wetu rasmi, na kwamba taarifa nyingine zitatolewa hapo baadaye. Kwa hiyo kila kitu kiko sawa, na kwamba tumewakosa Simba Sports Club ili watueleze changamoto, kama kuna changamoto yoyote ambayo wamekutana nayo huko njiani wakiwa wanakuja au la. Kwa hiyo tunaendelea kuwatafuta, tutakapojua nini changamoto tutawajuza kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii na maeneo mengine muhimu. Ni Karim Bwemanda huyo akizungumza kuhusiana na kile ambacho kimetokea kwenye mkutano na waandishi wa habari leo kuelekea dabi ya Kariakoo. Lakini muda huu tuangalie kile ambacho umetuandikia kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na X zamani Twitter. Tuna swali ambalo tuliuliza huko. Ulitujibu ama ulituandikia nini? Swali lilikuwa linahoji dabi haina kipengele, kesho saa 11 jioni kitaumana kwa Mkapa. Utamu wa ubingwa uendane na kumfunga mtani. Nani kufanikisha hilo? Swali lilikuwa linauliza hivyo. Tuangalie kile ambacho umetuandikia kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Tukianza na kurasa wetu Azam TV Sports Instagram, huyu anaitwa Hemedia Thumani Katundu anasema kutoka Dodoma, Simba ana nafasi kubwa ya kushinda kwa maana hana cha kupoteza. Hana mchezo mwingine mbele. Yanga anaweza kuwa anawaza pia akapambania ubingwa wa CRDB Cup. Kwa hiyo anaweza kuhifadhi nguvu kidogo, ila Simba hana kingine zaidi ya ushindi na kuchukua kombe. Lakini Benjamin Mbere anasema kwa jinsi mechi itakavyokuwa, ikitokea Kamara, Ahua pamoja na Mpanzu wakawa kwenye ubora wao walau asilimia 65, mtani atakuwa na jioni ngumu sana na ndefu sana. Simba Sports Club anashinda goli 3-1. Deogratius Mbaga anasema wa Mlandizi Kibaha, binafsi mimi naona Simba na Yanga hata ukiwa mzuri vipi
unaweza ukafungwa na timu mbovu. Atakayechanga karata zake vizuri ndiye atakayeshinda kesho. Mungu ibariki Simba. Amemaliza hivyo. Tuangalie pia maoni mengine kwenye ukurasa wetu mwingine, na sasa ni Facebook. Anaitwa Frederick Mwinuka, anasema kwa upande wangu timu zote zinaweza kufanya vizuri kulingana na ubora wa vikosi vya pande zote mbili. Dakika 20 za mwanzo nampa Simba kufanya mashambulizi makali. Yanga akifanikiwa kuzuia goli ndani ya dakika hizo, mechi itaisha sare tasa ama bila full time. Lakini Genk Guys yeye anasema kutoka Mbeya, anasema nampa Yanga asilimia kubwa za kushinda mechi kutokana na kiwango na morality ya wachezaji wake. Simba wanaperform vizuri, ila kuzuia Yanga asishinde au asifunge goli ni ngumu. Lakini Machimu Songo anasema kutoka Simiu Shishani, anasema naona kesho tutaenjoy sana, maana hiyo mechi ni kama finali. Anasema naipongeza sana TFF kutoa utata wa waamuzi, maana wa hapa Bongo waga wanapitia changamoto nyingi sana wakiwa wanachezesha hizi timu mbili. Anasema na washauri wa Tanzania walipia mapema vifurushi vya Azam TV kwa 28 tu ili mambo yawe mazuri kwa upande wao. Amemaliza hivyo, na una nafasi pia kulipia kifurushi chako mapema ili kuepuka usumbufu hapo kesho. Lakini kupitia ukurasa wetu wa X zamani Twitter Azam TV TZ, huyu anaitwa Planet Icon anajitaiva, anasema atakayefanikisha ubingwa ni yule aliyejiandaa vizuri kisaikolojia na kimwili, maana mpira wa miguu ni 50 kwa 50. Lakini Ngonga Mados Junior yeye anajitaiva, anasema hii haina kipengele, Yanga bingwa, ameishia hapo, short and clear. Lakini huyu anaitwa Mlweta Ngaidege, yeye anasema tarehe 25 hakika haina kipengele, yani akileta timu Yanga bingwa, akisusa Yanga bingwa, yani raha tupu. Amemaliza hivyo. Kifupi hayo ni baadhi ya maoni ambayo tumeyatazama na kukuletea moja kwa moja kupitia kile ambacho tumetuandikia kwenye kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Huu ni Mshike Mshike, endelea kuwa nasi, usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni Mshike Mshike, karibu tuendelee kuangazia makubwa tulionao hii leo. Wanachama wa Young Africans tawi la Kidali asilia Tandale Dar es Salaam, wao wako tayari na wameanza sherehe za ubingwa kabla ya kumkabili mtani kwenye mtanange huo wa watani wa jadi hapo kesho. Hadija Halifa anasimulia zaidi. Naam, hayawi sasa yamekuwa. Ile siku ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu kabisa na idadi kubwa ya Watanzania wapenda soka hatimaye imefika. Ni derby ya Kariakoo baina ya wenyeji Yanga Sports Club wakikaribisha Simba Sports Club Mnyama, mchezo ambao utachezwa siku ya kesho majira ya saa 11 za jioni katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Nimejipanga kivipi? Na uhakika na timu yangu, nina kikosi kipana na nina wachezaji ambao wana experience ya kutosha. Sisi kama mashabiki wa Kidali asilia hapa Mtogole tumejizatiti, tumejipanga, na pia tungeomba mashabiki wa Yanga wanaoshabikia Yanga popote walipo, kesho ni siku ya dabi na kesho ndio siku ya kukabidhiwa kombe. Dabi kama dabi huwa haina mwenyewe, lakini kiuhalisia dabi kwa sasa hivi ina mwenyewe. Lakini kwa kesho sisi tunamuomba Mungu. Tunachoamini ni kwamba Simba wanajiandaa kwa ajili ya kuja kufuta uteja wa mechi ya kesho, kwa maana wameshafungwa mechi 4 mfululizo, kwa hiyo hawezi kukubali kufungwa kirahisi mechi ya kesho. Lakini sisi kama Yanga, kwa vile mechi ni ya kwetu, la kwanza kuanzia dakika hii, kwa wale ambao walikuwa wana mashaka, tunawaambia kwamba waendelee kukata tiketi, tuanze tukaujaze uwanja wa Mkapa kesho. Yanga Sports Club anaongoza ligi kuu ya NBC akiwa na idadi ya alama 79, huku mtani wake Simba Sports Club akiwa katika nafasi ya pili akiwa na jumla ya alama 78. Mchezo huu utakuwa mubashara kupitia kingamuzi cha Azam TV katika chaneli yetu ya Azam Sports 1 HD. Tutakufanya ni wewe kulipia kwa wakati ili kuweza kuepukana na ule usumbufu wa kimtandao. Nikiripoti kutoka hapa katika tawi la pamoja Tandale Kidali asilia kwa Mtogole jijini Dar es Salaam. Nao baadhi ya mashabiki wa Kundu Msimbazi Simba wamejibu mapigo kuwa hawaendi kinyonge Benjamin Mkapa kwa sababu kombe litakuwa uwanjani. Dabi inakuwa nyepesi, dabi zote zitakuwa gatafu, na ukiangalia mtani ametuzidi alama 1. Ili sisi tuchukue kombe lazima na sisi tuwafunge watani, hiyo piga ua lazima iwe hivyo. Tukitoka sare wao watani wananyanyua kwapa wao. Kwa mimi sina wasiwasi wote na imani kabisa
tunakwenda kunyanyua kwapa, na hata slogan yangu ile ubaya ubwela itakuwa iko imeshamili na itakuwa iko kisawa sawa. Kwa watu wapenzi wa mpira, kesho twende uwanjani tukaangalia kinachotokea, ila cha umuhimu kuiombea timu yetu tupate matokeo. Lakini kwa uwezo Mwenyezi Mungu, kwa sababu marefu anakuja kutoka nje, sio marefu wetu ambao tumezoea, Simba kesho bingwa haina kipingamizi chochote, sababu tuna timu nzuri na vile vile tuna malengo yetu ambayo mwalimu wetu aliandaa kwenye siku ya Simba Day. Nadhani malengo yote tumeshafaulu, ila lengo la mwisho ndio tunamaliza kesho kuchukua ubingwa wa nchi. Hatuna kipingamizi chochote. Baadhi ya mashabiki wa Simba wa kijiji cha Ng'undia, wilaya ya Kwimba, mkoa wa Mwanza, wana matumaini na kikosi chao wakati huu ambapo mtanange wa watani wa jadi umesalia kuamua hatima ya ubingwa wa ligi kuu ya NBC. Mwandishi wetu Innocent Alois anaarifu zaidi kutoka Mwanza. Kijijini Ng'undia, wilaya ya Kwimba, shangwe la mashabiki wa Simba. Tuko salama na ushindi tunauhitaji, ni zaidi ya fainali na kisasi ndani mechi ya 25. Hii ni siku chache tu kuelekea Kariakoo Derby. Derby ya 25, mambo yanakwenda sawia kabisa. Kwa hiyo wajipange vya kutosha Yanga. Tunapiga goli zaidi ya 5. Tunahitaji pointi 3. Kwa hiyo sasa tunataka hivi, 25 tunapiga bao. Tunahitaji kombe Msimbazi. Naam, bendera mlingotini, wenyewe wanasema ni ishara ya ubingwa. Simba lazima tuingize timu uwanjani au tuchezee Kenya, Burundi, Rwanda, sisi haina shida. Mtani utapolo tunamfunga goli 5. Elia Mpanzu tunataka afanye kazi yake. Kibu tena simkandaji afanye kazi yake. Sisi ni wananchi. Yaani wamekalia mahali. Sasa kama wewe unaambiwa wapeleke timu uwanjani tunachukua ubingwa. Soka bwana. Jumatano Simbali. Innocent Alois, Azam Sports Mwanza. Taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI imepanga kufanya vipimo vya moyo kwa wagonjwa mbalimbali na mashabiki wanaojitokeza ama watakaojitokeza hapo kesho kwenye dimba la Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, ikiwa ni sehemu ya kurejesha kwa jamii. Huyo hapa mkurugenzi mtendaji wa JKCI Daktari Richard Kisenge akiweka wazi mpango wao huo ulivyo hapo kesho. Karibuni taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete ilisaini hati maalum ya makubaliano na shirikisho la soka la mpira wa miguu TFF katika upimaji wa wanamichezo na washabiki wa mpira wa miguu katika kupima magonjwa ya moyo na magonjwa yasiyoambukiza. Katika kulitekeleza hilo, siku ya kesho katika ile mpira wa dabi ya Kariakoo kati ya Simba na Yanga, taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete itakuwa uwanjani pale Benjamin Mkapa kwa kuwapima wanamichezo lakini na washabiki ambao watakuja kuona mpira huo. Kwa wale wanaopenda watakuja kupima magonjwa ya moyo na magonjwa yasiyoambukiza. Na ni kwa sababu gani? Hii moja ni kulinda watu wasipoteze maisha ghafla, kwa sababu magonjwa ya moyo na magonjwa yasiyoambukiza yanazidi kuongezeka. Kwa hiyo tunatumia siku hii ambapo watu wengi wanakuwepo uwanjani wanaweza kuja kupima. Lakini tumeshaona baadhi ya watu huwa wanapata vifo vya ghafla wakati wa michezo kama hii, hasa wale wenye shinikizo la damu. Kwa hiyo taasisi ya moyo vile vile itakuwa inawafuatilia hawa watu, na taasisi ya moyo imekuja na teknolojia ya hali ya juu. Ni kwamba tukikujua kama una matatizo hayo ya pressure zako ziko juu au mapigo yako ya moyo yako juu, tutakupa shuka maalum, utaenda nalo nyumbani, tutakuangalia kule nyumbani mwenendo wako unaendeleaje mpaka ya ile siku ya mpira utakuwa umekwisha. Naam, kamati ya uchaguzi wa shirikisho la soka Tanzania TFF kupitia kwa makamu mwenyekiti wake wakili Benjamin Kalume imethibitisha kuwa wagombea 6 wamejitokeza kuwania nafasi ya urais wa shirikisho hilo. Aidha, wengine 19 wameonyesha nia ya kutaka nafasi za ujumbe wa kamati za utendaji TFF kupitia kanda mbalimbali kuelekea kwenye uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika mwezi Agosti mwaka huu kule Tanga. Naungana na mchambuzi wetu wa masuala ya soka hapa Andrew Kinga Mkono kusikia kutoka kwake kutokana na uzoefu alionao. Andrew, karibu. Asante sana. Uko vizuri? Niko vizuri. Mambo yanaenda?
Mambo naenda. Naam, ni umri wa mtu tunaweza tukasemama. Kwa miaka mingi umekuwa na ripoti habari mbalimbali kwenye vyombo tofauti vya habari kuhusiana na masuala ya uchaguzi na michakato hii inavyokuwa. Hatimaye tunaona wameshaanza kupatikana wale ambao wanatazamiwa kwenye hatua za awali kugombea nafasi ya urais na ujumbe. Pengine mpaka hapa tulipofika, orodha ya awali ni hii. Nini unakiona kwenye uchaguzi mwaka huu na hasa kwenye orodha hii ya awali kwa maana ya hawa watatu ambao wanapambana hivi sasa? Nauona ushindani mkubwa na kwamba uchaguzi rasmi utaanza tarehe 26 pale mapingamizi yatapoanza kupelekwa. Kwa nini nasema hivi? Hapo ndo watu wanaweza zile fitna zikafanywa. Hii safari hii imeachwa, kulikuwa na vurugu hapo mwanzoni, watu wakilalamika kwamba kuna mtu mmoja amepera hiyo, lakini ile yote haikuwa tatizo. Ndio maana kamati imewaleta wagombea wote uwanjani. Lakini kwenye hiki kipindi cha mapingamizi ndio sasa tutaona sarakasi za uchaguzi wa TFF zinavyoanza. Ndio ushindani utaonekana. Nani yuko tayari na nani alijipanga kwa ajili ya kweli anataka kugombea. Fairness itaonekana hapo sasa wakati wa mpingamizi. Ni kipindi hicho ndo tutashuhudia, pengine ukijaribu kuangalia kuna hawa watatu lakini pia kuna wengine. Ukijaribu kutazama kuna kama watu 6 hivi wote wanapambana kwenye kinyang'anyiro cha urais. Utofauti wa kinyang'anyiro hiki kwa hao waliojitokeza kwenye hatua za awali na ilivyokuwa huko nyuma upo wapi? Ama kuna sehemu pengine kuna tofautiana, ama kuna chochote unakikumbuka kwenye chaguzi zilizopita ukilinganisha na huko? Kwenye chaguzi zilizopita ukiangalia wagombea walikuwa wanaenda hivi. Japokuwa uchaguzi wa mwisho walikwenda wagombea wawili na Karia akapata nafasi kubwa kushinda. Nao changamoto ilikuja hivyo hivyo kwenye hizi vurugu za pingamizi na wadhamini. Ndio sasa ndio changamoto sana uchaguzi unapokuja hapo. Wakati mwingine wale sera zinakuepo, lakini kuna watu wanakuwa tayari wanajua namna gani mapungufu. Watu wanajua, watu wa mpira wanajuana. Kwa hiyo kwenye haya mapungufu yale watu wa mpira ndio wanasababisha kuwepo kwa hizi kwenye kipindi cha mapingamizi, ndio inaamua sana sana nani anakwenda kuwa rais. Kwa sababu watu watakwambia wewe fulani ulikaa sehemu fulani ukuwa mwadilifu, ukukabidhi ofisi, sijui uliondoka na hichi, ukufanya hili, sio mtu sio mwanafamilia wa mpira. Hapo ndio yote anaibukaga kipindi hiki. Kwa hiyo tutaanza kuona vita kubwa sana kuanzia baada ya mechi ya kesho. Kesho kutwa ndio tutaanza kuona mechi nyingine ikichezwa ndani ya TFF katika kuwania nafasi ya urais. Naam. Na ukiachana na kinyang'anyiro cha urais kuna hiki cha wajumbe. Takriban watu 19 wamechukua fomu hizo. Huko nyuma ilikuwaje ukilinganisha na mwamko wa mwaka huu? Kwenye nafasi za wajumbe mara nyingi watu wengi wanajitokeza. Kwa sababu ni uwanja huru, watu wengi wanapata nafasi. Kule juu kunataka watu wachache. Nafasi za wajumbe hizi kwa sababu kwenye kanda zi watu wanatoka kwenye kanda, wanataka kanda mbalimbali. Kwa hiyo inakuwa ni wigo mpana. Kanda ziko 6. Kwa hiyo inatoa nafasi kubwa kwa wajumbe kujitokeza sehemu mbalimbali, kwa sababu tunataka viongozi kutoka kwenye hizi kanda ambao watakuwa na mchango wa kuleta mabadiliko kuanzia kule chini na kupeleka kwenye kamati kuu ya TFF. Kwa hiyo kule uwanja unakuwa mpana, na hata naona nafasi ya watu 19 bado ni chache kutokana na umuhimu wa eneo lenyewe na Tanzania ukubwa wake na soka letu jinsi linavyohitaji maendeleo yake yanavyoonekana kwa sasa. Unaona bado nafasi ya watu 19 kwenye hizi nafasi ambazo wanagombania bado ni chache, kwa sababu unaona ushindani bado utakuwa mdogo, watu watakuwa ni wachache sana kama ule wigo umekuwa mdogo. Ukitazama kwenye kinyang'anyiro cha wajumbe kuna baadhi ya majina ambayo si mara ya kwanza. Lamek Nyambaya, Evans Mgeusa, Kuyava pia ni majina ambayo si mara ya kwanza yanasikika. Hii inaashiria nini ama inaleta picha gani kwenye uchaguzi wa sasa eneo la wajumbe msimu huu? Kwenye hao wajumbe unawaona hao wengine wazoefu. Wanajua mpira, wanajua TFF inavyoendeshwa. Kwa hiyo wanataka kuendeleza zile ndoto zao za kubadilisha mpira wa Tanzania. Kwa hiyo kuna hao wengine wapya na wenyewe wanataka kuingia wawe sehemu ya familia ya mpira ili waweze kuleta mabadiliko ya kweli kwenye football. Kwa hiyo ni mchanganyiko ambao utaleta ushindani kati ya wale wazoefu na hao wapya. Unajua kwenye mwaka wa uchaguzi wote kunakuwa na wazoefu na kuna wapya ambao wanataka na wenyewe waende wakaanza kupata uzoefu mpya. Kwa hiyo naamini ushindani utakuwa mkubwa na wazoefu wajiangalie. Sio. Tuzitazame kanda. Hizi ni kanda za uchaguzi wa TFF. Kuna kanda namba 1 ambayo hii ni Dar es Salaam, Lindi, Mtwara, Morogoro, Pwani. Kuna kanda namba 2 ambayo ina Arusha, Kilimanjaro, Manyara, Tanga. Kuna kanda namba 3 ina Iringa, Mbeya, Njombe, Ruvuma, Songwe. Tuna kanda namba 4 ambayo ina Dodoma, Shinyanga, Simiyu, Singida, na tuna kanda namba 5 ambayo ina Geita, Mara, Mwanza, Kagera, na kuna kanda nyingine ambayo ni kanda namba 6 ina Katavi, Kigoma, Rukwa, Tabora. Kanda hizi zina nguvu ama zina nafasi gani kwenye uchaguzi kama huu? Kwa mtu ambaye pengine tunaweza tukasema ni kama yani mtu ambaye ndo hafuatiliaji uchaguzi wa TFF anataka kujua picha, anaona labda mkoa wake upo hapo, atajiuliza kwa haraka haraka, yani mkoa wangu mimi yani una mchango gani kwenye uchaguzi huu kuepo kwenye kanda fulani? Kuna mikoa kama Iringa mara nyingi
inakuwa na ushindani sana na inaletaga wajumbe ambao wanaleta ushindani kwenye uchaguzi, kwa sababu unajua hawa marais wanabidi wapate ushawishi kwenye hizi kanda, upate wajumbe wanaokusupport, na kuna kanda ambazo tayari zinakuwa na misimamo yao ambao wanatamani kuona maendeleo fulani ya mpira. Unajua kuna kanda ambazo mpira umepiga hatua zaidi kuliko kanda nyingine. Wengine wana timu za ligi kuu, wengine kanda nyingine hawana timu za ligi kuu. Kwa hiyo unaona huo ushindani ndio unapokuja hapo kwamba wao watu wajumbe kutoka kwenye kanda wanataka nini kwenye TFF. Wengine wana watu gani ndani ya TFF iliyokuepo ambao wanashawishi kuleta mabadiliko. Kwa hiyo wanataka kuendelea kuwasupport watu wao. Kutokana na hicho ulichokizungumza, Mbeya walikuwa na timu kwenye ligi kuu wameshusha Ken Gold. Tayari ameshuka. Msimu wa nyuma pia walishusha timu ligi kuu. Na ukitazama ukanda huo kuna Iringa, Mbeya, Njombe, Ruvuma, Songwe. Ukienda kanda ya Ziwa, Mwanza, Pamba amestruggle kidogo, lakini pia kuna Kagera wameshusha timu ligi kuu. Tutarajie pengine hizi zinaweza kuwa kanda ambazo zitakuwa na minyukano na ya moto zaidi. Kabisa. Nategemea ushindani mkubwa sana kutoka kwenye hizi kanda. Kwa sababu kuna watu wataona kwamba nyinyi mmetuangusha. Unajua kuna timu kama Kagera miaka almost 20 ilikuwa pale. Leo imeshuka. Kwa hiyo watu wanaonekana watu wa kufanya wajibu wao kutimiza kuhakikisha timu yao inabaki. Kwa hiyo nadhani huku tutategemea ushindani na wajumbe. Ndio maana nikasema idadi ya wajumbe kwa mikoa ilivyokuwa, unaona kuna wajumbe wachache kulinganisha na idadi ya mikoa ambayo ipo. Bwana, shukrani sana Kinga Mkondo. Tutapata saa mwingine kujadili mengi zaidi. Asante sana. Naam, ni Andrew Kinga Mkondo nikizungumza naye, mwandishi mwandamizi, ameshuhudia chaguzi nyingi za shirikisho la kandanda hapa nchini na ametupa uzoefu wake kuhusiana na namna mambo yanavyokuwa ukilinganisha huko nyuma na mambo yalivyo kwa mwaka huu. Huu ni Mshike Mshike na tumekamilisha nusu saa ya kwanza ya Mshike Mshike hii leo kwa kujuza mengi ikiwemo uchaguzi wa shirikisho la kandanda hapa nchini pamoja na kuelekea dabi hapo kesho. Lakini je, ni yepi ambayo tutakuja kukujuza kwenye Mshike Mshike sehemu ya pili? Machache kati ya hayo ni pamoja na haya. Michuano ya CRDB Bank Taifa Cup yazinduliwa rasmi leo Dodoma. Na kikao cha pamoja cha maandalizi ya CHAN Tanzania, Kenya na Uganda chafanyika. Huu ni Mshike Mshike, siondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni Mshike Mshike. Karibu tuendelee kuangazia makubwa tulionayo hii leo. Kocha wa Ken Gold Omar Kapilima amesifu kazi kubwa iliyofanywa na inayoendelea kufanyika kama jitihada za kukuza soka la Tanzania, kitendo ambacho ni kuboreshwa pia kwa viwanja vinavyotumika kwenye mechi zote kwa mbashara pia kwenye chaneli mbalimbali za kisimuzi cha Azam TV. Ni miongoni mwa wale aliyoyagusia na kusema kuwa yanakuza soka hapa nchini. Na hilo limeungwa mkono pia na mchezaji wake Sadala Lipangile ambaye ni miongoni mwa nyota ambao wamekuwa wakitumikia kikosi hicho kwa muda sasa. Michezo muda mrefu zamani kulikuwa kuna TV. Unacheza mechi, unasikiza watu wanatangazwa. Kwa hivyo sasa hivi kuna TV, kuna vitu vingi vimebadilika kusema kwenye mpira. Kusema kwenye upande wa ushauri, ni shauri kwamba kuna baadhi ya sehemu waboreshe. Upande wa waamuzi nafikiri kuna VAR sasa hivi. Naweza kaa vile wakaiangalia kama waweza kuweka, kwa sababu tuna TV, tunashukuru sana Azam kuja kwenye mpira, wana support vitu vingi sana. Kwa hiyo naamini kabisa kuna baadhi wanataka kuangalia mara mbili mara tatu ili kuona kwamba tokea hapa kuna mbele zaidi hapa tulipofika. Niseme viwanja kwa kusema kweli viko beta sana. Mtu akisema kama viwanja vina matatizo, watu wa TFF wanafanya kazi nzuri sana, watu wa bodi ya ligi wanasema viwanja kama kiwanja kina kibovu kinasimamishwa. Kwa hivyo naamini viwanja kwetu sisi huwezi kufanisha Kenya na Uganda. Utaona viwanja vyetu vilivyo. Nimeangalia juzi mechi ya Kenya FC Leopards na nani, unaona uwanja unaochezea tena uwanja ambao mechi kubwa ya dabi, utaona uwanja una matatizo. Wakati sisi viwanja vyetu, angalia hapa Ruangwa, angalia pale Mtibwa, angalia pale Mwanza, angalia yani sehemu tofauti tofauti kule kwa rasi una viwanja vizuri kwa kusema kweli. Kwa hiyo nasema kwenye upande wa viwanja bodi ya ligi na utonga mjitahidi sana. Mimi naiona inaweza kuwa mafanikio zaidi kwa msimu unaokuja, kwa sababu kama hii ligi ilikuwa ngumu season hii, utaona mpaka hapa mwishoni pamoja kuna timu zimeshuka ikiwemo sisi, hata kwenye ubingwa mpaka sasa bado bingwa hajajulikana kama nani. Unaona kuna changamoto. Kwa hivyo naamini ligi ilikuwa ni bora. Kwa hivyo ligi namba 4 tuendelee kuboresha vitu vya msingi ili tufike mpaka top level ya mwisho. Mimi ligi nimeanza kucheza 2018. Kutoka pale 2018 mpaka kufika 2021 ni tofauti kutoka 2021 mpaka hapa tulipo.
Yaani shot toka Azam wameingia kwenye ligi imekuwa na ushindani mkubwa kwa sababu asilimia kubwa sasa hivi vilabu ndio vina mamlaka makubwa sana na wachezaji. Tofauti na kipindi hiko cha nyuma nilichokitaja kutoka 2020 kurudi chini huko. Wachezaji walikuwa wanaamua wanachotaka kwa sababu unakuta watu mishahara wapewi. Kwa hiyo mtu anaweza kaenda nyumbani muda wote akarudi muda wote, lakini sasa hivi timu ndio ina power kubwa sana ya kukomandi vitu ambavyo inahitaji. Naam, tusalie hapo tukiwatazama KenGold na sasa ni Aubrey Chirwa wa kikosi hicho cha kule Mbeya ambaye ameonekana kuguswa na vipaji vya soka vilivyopo Tanzania ambavyo vimeonekana kupitia ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Nyota huyo raia wa Zambia amepita katika klabu mbalimbali za ligi kuu ikiwemo Azam FC pamoja na Young Africans na amesema kuwa imani ndogo iliyopo kwa baadhi ya wachezaji ndio chanzo cha kutopewa fursa ya kung'ara kwa vipaji hivyo. Vipaji vingi sana vya Tanzania vinakuja. Isa nishaona mimi wachezaji wengi wadogo wanakuja. Avena Chasambi yao. Avena Clement Mzizi, ni vipaji vya baadaye vile. Namba bila wewe kuviamini wewe mwenye timu utaviharibu mwenyewe bila kuviamini, because sisi viongozi wengi ana mwalimu wengi wanaangalia watu wa nje sana, tunatoka nje wanatuangalia sisi sana mpaka sisi tucheze. Kama upo vizuri wanataka wewe ucheze. Yote wanasababisha yote ni mashabiki wanataka wachezaji wa nje wacheze. Kama upo vizuri wanataka acheze, wao walazimisha na jauli mfole na. So mimi ushauri wangu, vipaji Tanzania vipaji vipo vingi. Kuliawena Sopo wanakuja wale yao nasema na Mzinze, haina Chasambi bado ni bana grow vijana wanakuja. So mimi nashauri kwa vijana because taifa Tanzania ya badani, mimi nashawishi waamini awachezeshe wao nao wafikie malengo nao vijana chukubwa ni kujitunza vijana mpaka wacheze muda urefu, ni kujitunza. Katika hatua nyingine, Aubrey Chirwa pamoja na baadhi ya wachezaji wengine wameomba radhi mashabiki wa kikosi hicho kwa kushindwa kuifanya isalie ligi kuu soka Tanzania Bara kwa msimu ujao wa 25-26. Sijapenda KenGold kushuka. Mwenyewe sijapenda cha kwanza. Mwenyewe bado najiulizia mwenyewe, na mimi binafsi najiulizia KenGold kwa sababu gani kashuka, because mimi sina history ya kushuka na timu kwenye maisha yangu. Nishacheza mpira muda urefu na bado naendelea kucheza, so na mimi hilo lishaniumiza, na mimi sijaelewa mimi kwa viongozi wangu. So kusema viongozi wakakosea pekee yao, tukakosea wote pamoja, timu nzima na viongozi. Mimi kitu naomba viongozi wangu na wanachunya na wanambea batusamee kwanza wachezaji. Mwenyezi Mungu akimjalia boss wetu Ken, kama timu itapanda Premier tena, atajua makosa tukafanya mwaka huyu, ategeza makosa yale yote mwakani. Kama timu itakuwepo vizuri haiwezi kurudia. Timu imeshuka, lakini nadhani msimu ujao championship timu itafanya vizuri kurejea tena ligi kuu, kwa sababu hii ilikuwa ni msimu wa kwanza wa ligi. Nadhani kila kitu sasa itakuwa viongozi wamejifunza. Naamini msimu ujao championship timu itapambana tena kurudi ligi kuu. Mimi kwanza nawapongeza tangu mwanzo walipokuwa na sisi mpaka leo tupo hapa. Naona wako na tamaa. Naona ila mimi kitu ninachokiomba wasife moyo. Naona kama mipango itakuwepo basi inshallah timu Mwenyezi Mungu msimu unaokuja tarudi Premier. Pamoja na mambo mengine, inatajwa kuwa ugeni katika ligi ni moja ya mambo ambayo yamechangia KenGold kuporomoka daraja, ikiwa ni msimu wake wa kwanza kupanda ligi kuu. Sisi hatukujua hii ligi ina watu wao. Unaona, kwa nalo limefanya mpaka sisi tumeshuka pia. Ligi ni ngumu kwa sababu kila kitu ukiwa umeingia kwenye ligi lazima ugumu uwepo, kwa sababu unakuwa hutambui vitu. Eza sisi tumeingia kwenye ligi tulikuwa ni wageni. Lakini ugeni wetu tumejifunza vitu vingi. Tulivyoshuka tukirudi tena nafikiri tutakuwa wenyeji. Tumejifunza vitu vingi, kwa mfano wenzetu wanavyofanya, aidha pengine mmefika uwanjani mnajiandaaje, vitu vingi, yani ni vitu vingi tumejifunza, siwezi nikasema vyote. Nafikiri tumejifunza vitu vingi sana. Tumeshuka
tumeshuka, lakini mikakati yetu ni mizuri. Hatuferi wala hatufanyi chochote, ila tunakoenda huko nafikiri tutarudi tena. Mipango ni mikubwa, mabosi wanajipanga, wanaendelea kujipanga na hawatachoka kwa sababu timu yao wanaipenda. Pia timu yetu ni nzuri. Tumepanda, tumeshuka, tumejifunza vitu vingi. Nafikiri tukipanda uwezekano wa kubaki utakuwepo mkubwa. Na playoff ya kwanza kuwania kubaki ligi kuu kuchezwa Juni 26 mwaka huu katika uwanja wa Tanzanite kwa Raha mkoani Manyara. Mwenyeji Fountain Gate akiwakaribisha Tanzania Prisons wa jela Helen Kawiche kutoka huko anaarifu zaidi. Nyuma yangu ni kikosi cha Fountain Gate FC ambapo kipo katika maandalizi kuelekea mchezo wa playoff ambapo watamenyana vikali dhidi ya Tanzania Prisons hapa katika nyasi hizi za dimba la Tanzanite kwa Raha. Mara baada ya mchezo wetu wa mwisho wa ligi dhidi ya Azam, hatukuwa na muda tena wa kupumzika. Siku ya pili walimu waliingia kwenye uwanja wa mazoezi. Lengo hasa ni kuanza sasa maandalizi rasmi kuelekea kwenye huo mchezo. So far so good. Ishara ni nzuri kwa sababu ari na hali ya wachezaji inaonekana iko sawa, lakini pia hamasa inaonekana na kuna dalili njema kuelekea kwenye huo mchezo. Jambo pekee ambalo lililobaki kwa sasa ni kumwomba Mungu aendelee kuwapa afya njema vijana wao kwenye hali hiyo ambayo wako nayo, ili kesho kutwa Alhamisi hapa waweze kufanya kila ambacho kila mwana Babati, kila mwana Manyara anatamani kuona, timu ikifanikiwa kushinda na kujitengenezea mazingira mazuri zaidi kuelekea kwenye mchezo wa marejeano ambao ndo utaamua kama tumebaki ama tunakwenda kucheza mchezo mwingine wa playoff. Isambuzi amebainisha kwamba mchezo huo utakuwa hauna kiingilio chochote, hivyo mashabiki wanakaribishwa kwa wingi kujitokeza ili kuweza kuishabikia timu yao ya Fountain Gate FC. Watu wa Babati, kwanza niwaambie mchezo utakuwa hauna kiingilio, mchezo utakuwa ni bure. Kwa hiyo jukumu lao wao ni kuja kwa wingi mapema uwanjani, kuja kuwasapoti wachezaji. Lazima waonyeshe sasa kwa vitendo kwamba wanatamani kuiona timu yao ikiendelea kuwepo kwenye daraja la ligi kuu, na wanatamani kuona mpira ukichezwa kwa ngazi ya juu kwenye mkoa wao. Kwa hiyo waje wawashangilie, kwa support na kuwatia nguvu wachezaji kwa dakika zote 90 ambazo watakuwepo uwanjani. Mtanange huo utapigwa hapa katika dimba la Tanzanite kwa Raha Alhamisi hii ambapo Fountain Gate atakuwa nyumbani kuikaribisha Tanzania Prisons katika mchezo huo wa playoff. Helen Kawiche, Azam Sports, Manyara. Tukisalia hapo kuelekea mechi ya mtoano, wenyeji Fountain Gate FC dhidi ya Tanzania Prisons kutoka Mbeya, mashabiki wa Fountain Gate kutoka mkoani Manyara wamesema bado wanayo nafasi ya kubaki katika ligi kuu soka Tanzania bara. Helen Kawiche kwa mara nyingine amezungumza na mashabiki hao kutoka Babati. Kuelekea kwenye mchezo wetu unaofuata wa playoff ya kusalia ligi kuu dhidi ya Prison, nadhani kama mashabiki hatuna wasiwasi. Wote tumeona pamoja na anguko ambalo lilikuta timu yetu kipindi cha nyuma hapa, tumeona muendelezo umekuwa mzuri kwenye mechi mbili ambazo tumecheza kuanzia Tanga mpaka wenyewe umeona namna ambavyo Azam wameteseka hapa kwenye uwanja wetu wa Tanzanite kwa Raha mpaka kaondoka na zile point. Lakini kwa sisi kama mashabiki tunachokijua ni kwamba mechi kwa msimu huu tumezimaliza. Tunapozungumzia mechi za kucheza kwenye msimu huu za mpira wa miguu tumezimaliza. Kama kuna chochote ambacho tunakifanya mbele kabla ya msimu unaofuata, basi sio mechi tena za mpira wa miguu. Sisi tunachukulia kama mission maalum za kuhakikisha kwamba tunakwenda kusalia kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Tunasema mission kwa sababu hichi kilichopo mbele yetu ni kitu ambacho kinatazama ama kinalenga uchumi wa mkoa wetu wa Manyara, ni kitu ambacho kinalenga furaha ya watu wa Babati, ni kitu ambacho kinagusa moja kwa moja maisha yetu sisi kama watu wa Manyara. Kwa hiyo si michezo ya kawaida, ni michezo ambayo inatakiwa tuhakikishe kwa namna yoyote kwa kile chochote ambacho kama shabiki unaweza kukifanya unakifanya ili tuweze kusalia, na hicho ndicho ambacho tunakwenda kukifanya kwenye mchezo wetu wa kwanza. Na hapa Tanzanite kwa Raha ndipo sehemu ambapo tunakwenda kumalizia kabisa zoezi hili la playoff, ndipo mahali ambapo tunakwenda kupata matokeo ambayo tutakuwa na uhakika kwamba yanatupeleka moja kwa moja kusalia ligi kuu soka Tanzania bara, na watu basi wawe tayari kuishuhudia tena Fountain Gate kwenye ligi kuu soka Tanzania bara msimu unaofuata wa 2025 2026. Kuelekea kwenye mchezo wetu wa playoff dhidi ya Tanzania Prisons, sisi kama mashabiki wa Fountain Gate hatuna shaka. Kwa niaba ya mashabiki na watu wote wapenzi wa Fountain Gate, hatuna mashaka yoyote, kwa sababu ukiangalia mwenendo wa timu yetu kwenye mechi mbili za mwisho, ingawa michezo yote miwili tumepoteza, mchezo dhidi ya Coastal Union kule Mkokwani Tanga na mchezo dhidi ya Azam FC hapa Tanzanite kwa Raha Manyara, timu ipo kwenye hali nzuri, tunacheza mpira vizuri. Kwa hiyo huyo mpinzani wetu kwenye playoff ambaye tunacheza naye Tanzania Prisons hana cha kutuambia.
Kwa hiyo tunachokiwaza sisi sasa hivi ni maandalizi kuelekea msimu ujao, wala hatuwazi playoff kwa sababu tunajua timu yetu itasalia ligi kuu. Tanzania Prison na VC Fountain Gate mechi ya playoff naiona kama mechi rahisi sana. Mimi nashangaa wenzangu wanaona mechi ni ngumu. Mimi naona ni mechi rahisi kuanzia ligi inaanza mpaka tumefika hapa. Hii ndio mechi rahisi kuliko zote. Na nakwambia ni mission ambayo unaenda kukamilika hapa Tanzanite Kwara Stadium. Wanasema afande tulegezee kamba, lakini afande sisi ndo tutamkazia kamba. Afande ajipange sana, maana sisi hatucheki na wote. Tukitoka hapo tukiukia michezo mingine, mchezaji wa mchezo draft Cisco Richard maarufu kama Cisco amelipa kisasi kwa mpinzani wake Shukuru Abdalla maarufu kama Dogo Shuku kwa kumfunga magoli 3-1 kwenye viwanja vya Stadium Samvu Morogoro. Katika mchezo wa awali ambao ulipigwa Dar es Salaam, Cisco alikubali kichapo cha magoli 4-1. Confidence ndio inasaidia kupata matokeo. Hata kwenye ngumi lazima wapiganaji ngumi kabla ya kuanza kupigana waonyeshane mbwembwe ili kumtoa mchezoni mpinzani mwenzako. Kwa hiyo mara nyingi confidence yangu ndio imemtisha mchezaji, kwa sababu ningeingia kwa hofu pengine angeweza kupata nguvu. Mimi kushinda swala la lazima. Yaani hiyo ni swala la lazima kwa sababu mimi nishashikilia rekodi ndani ya miezi 2 sijawahi kufungwa kwenye mchezo huu na rekodi hiyo. Kwa hiyo yani mimi watu wakija wenyewe wanajua atashinda tu, ikitokea ni bahati mbaya kufungwa. Ila mimi watu wanajua kabisa, hata watu ukiwauliza hapa walikuwa wanajua kabisa mimi kushinda swala la lazima. Mimi nikishafungwa mechi ya kwanza, mechi ya pili inakuwa nakuja kama mbogo, yani na hasira kali sana. Yani kunizuia inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo nilikuja na hasira ambayo sikuonyesha mbele za watu, na nilikuja na maandalizi makubwa ambayo sikutangaza mbele za watu, pengine ningempa ujanja mpinzani wangu, ila nilijipanga kimya kimya. Game haikuwa ngumu kama nilivyofikiri. Yaani game nilichukulia easy sana. Nilichukulia easy ndio maana amenifunga. Kweli naomba radhi wanisamehe sana kwa hiki kilichotokea, kwa sababu kutoka kuongoza hadi nimekuja nimefungwa. Niko naomba radhi sana mashabiki zangu. Lakini hii game niko naiomba kwa wadhamini, mdhamini yote atakayejitokeza. Niko naomba hii game nijiulize. Tena kama ingewezekana niko naomba nijiulize hapa ndani ya Msamvu Arena. Niko naita game inayofuata hiyo lazima nitamfunga kwa sababu nitajiandaa vizuri. Maandalizi yangu yatakuwa mazuri zaidi tofauti na haya. Nimpongeze Cisco. Cisco, lakini pia namlaumu Dogo Shuku kwa sababu hakuna mechi mkakati. Micheleo kwake ilikuwa tasuru sio dhambi. Na luckily alishapata goli moja ile kutoka Tegani. Hivi tunasema itakuwa back to back. Kwa mwaka jana 2024 naweza nikasema Morogoro ndio tulikuwa the best kwa sababu wachezaji wote wakubwa walikuwa wanakimbilia hapa. Wachezaji wote wakubwa ambao tunasema Grand Masters wote walifika hapa kucheza. Kwa hiyo tulikuwa bora sana. Sasa kwa huu mwezi wa 6 tumerudi, nadhani tutaendelea na speed ile ile. Kwa hiyo mechi zitakuwa nyingi. Baada ya mchezo huo tutazame lingine, lakini hayo yote tutakuja kuyatazama baada ya mapumziko mafupi. Huu ni Mshike Mshike, usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni Mshike Mshike, tuendelee kuangazia makubwa tulionayo. Wanaushirika wa vyama vikuu vya wakulima TANECU na MAMACU mkoani Mtwara wametakiwa kuendeleza michezo katika bonanza linalowakutanisha wakulima wa mkoa huo. Bonanza hilo lilikuwa na ukubwa na lengo la kukuza vipaji kutoka maeneo ya Mtwara ambao vitasaidia kuunda timu ya wakulima ambayo itakuwa na mpango wa kushiriki michuano ya kitaifa. John Kaseme mfuatilia hilo kwa karibu na hii ni taarifa yake. Ni siku ya wanaushirika walivyoadhimisha jukwaa la ushirika lililotanguliwa na michezo mbalimbali katika viwanja vya Nangwanda Sijaona mkoani Mtwara. Mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoani humo ametoa ushauri wa kuongeza kasi ya michezo hiyo. Kwa mwakani kama Mwenyezi Mungu akitujalia, tutajaribu kuomba mkoa ili tuweze kuanzisha timu ya ushirika mkoa wa Mtwara. Kwa sababu zamani tulikuwa na ndanda haipo, si ndio? Sasa hivi nimeona kuna hamasa kubwa, nitajaribu kuongea na uongozi tuone namna gani ya kuanzisha timu ya ushirika mkoa wa Mtwara ambayo itaanza si daraja la kwanza, si inaanzaga wapi. Baadaye tutatafuta wafadhili. Bahati nzuri tuna wadau wetu wengi wa ushirika, tuna mabenki, tuna kampuni za simu. Niwashukuru sana, naleta wazo kwenu kwa hasa wadau kwamba tunahitaji kuanzisha mashindano
makubwa ya ushirika mkoa. Katika bonanza hilo, washiriki wamevutiwa na ushiriki wao, wakidai kuwa utaratibu huo unahamasisha umoja na kujenga mahusiano baina yao. Ushiriki wa michezo hii ya bonanza kwa wana ushirika, niseme kwa kwanza tumefurahi, tumeenjoy. Yani nilikuwa sijapiga penalty, lakini leo nimepiga penalty nikamfunga meneja wangu Mheshimiwa Nguku, nimemfunga penalty nilopiga. Kwa hiyo yani nafurahi na nikapata zawadi. Tunatunyesha pamoja ili kuweza kutambuana, lakini kujenga urafiki mkubwa, kitu ambacho kinatupa tija kubwa na furaha kubwa. Kwa kweli tuna furaha sana. Tunaombea viongozi wetu wa vyama vikuu kwamba hili zoezi bado endelee kuliandalia maandalizi ya mwakani. Nimeshinda michezo miwili. Mchezo wa kwanza kukimbia mita 100 na mchezo wa pili kukimbia kwenye gunia. Nimejisikia furaha sana kwa sababu kwanza nimefanya mazoezi ya mwili. Mchezo huu unavutia sana watu wengi, umeona, kwa sababu unahitaji control na akili jinsi ya kukimbia na mayai. Kwa kweli mimi nimefurahia sana na hata michezo mingine kwa wale washindi vile vile watu wamefurahia sana. Kwa hiyo ni jambo mzuri sana huu ushirika, kila mwaka waendelee kutupa hivyo kwa sababu natupa fursa. Kama leo nimepata medali, nimepata pesa. Kwa mujibu wa viongozi wa vyama vikuu vya ushirika mkoani Mtwara, bonanza hilo litakuwa endelevu kufanyika kwa taratibu zitakazopangwa kila mwaka. Kutoka Mtwara, John Kasembe, Azam Sports. Kamati za ndani za maandalizi ya michuano ya mataifa bingwa Afrika CHAN 2024 zimekutana leo Dar es Salaam kama sehemu ya matayarisho kuelekea fainali hizo zitakazofanyika mwezi Agosti mwaka huu. Viongozi wa kamati kutoka mataifa matatu waandaaji wa fainali hizo wamejadili masuala kadhaa ikiwemo viingilio vya uwanjani. Kwenda vizuri na kikubwa sana ombi letu sisi ambao ndio tunajaribu kuona ya mashindano yanafanyika vizuri ni kupata wapenzi na wao waje waone timu zao, wafurahie, maana michezo ni furaha, na tunahakika kabisa kwamba tutakuwa na mwezi moja wa furaha. Watu waje, watu waone vitu, ukiacha mpira, je, huku nje tumewatawarisha namna gani, mahoteli yakoje na kadhalika. Kwa hiyo niseme kwa kweli tunakwenda vizuri na nina hakika wala sina wasiwasi hata kidogo kwamba tutakuwa na mashindano mazuri sana safari. Tuko na kasi ya kufanya, tuko na muda mfupi sana ya kuandaa mashindano ya CHAN, lakini kwa muhimu na vile nimefika hapa leo ni kupatia Tanzania hongera kwa kupewa nafasi ya kuandaa mashindano ya kuanza opening ceremony. Hiyo ni sherehe kubwa sana na ni heshima kubwa kwa Tanzania ndugu zetu, kwa sababu ile opening ceremony ndio inapatia mashindano ile image ya nchi na ile kanda yetu. Kwa hivyo mimi naomba wa Tanzania na serikali ya Tanzania washirikiane na sisi kama Pamoja Bid kuona kwamba hii opening ceremony imekuwa kitu ya kufurahisha watu na kuhamasisha nchi zetu zote tatu pamoja, kwa sababu hiyo ndio itakuwa kielekezo ya kuona kwamba mashindano yetu itakuwa na kielekeo mzuri. Kwa hivyo kitu ya kwanza ambayo president amesema, sisi lazima nao tukuje pamoja, tukuwe na mikutano kadhaa ya kufanya ya kuhakikisha kwamba tumepanga vitu yetu kwa utaratibu. Tuwe na utaratibu ambao utaonyesha Afrika kwamba sisi tuna uwezo wa kuandaa mashindano ya CHAN na baadaye. Tugeukia kikapu sasa. Mashindano ya mpira wa kikapu ya CRDB Taifa Cup yameanza rasmi jijini Dodoma, yakishirikisha timu 20 kwa upande wa wanaume na timu 15 kwa upande wa wanawake. Baadhi ya waratibu na wadhamini wa mashindano hayo wameeleza namna ambavyo yamezidi kuwa na mwamko tofauti na ilivyokuwa miaka kadhaa nyuma. Tulikuwa na idadi ya timu 20 kwa upande wa wanawake, ikiwa na maana magrupu manne, grupu A, grupu B, grupu C, grupu D. Lakini zipo timu ambazo au mikoa ambayo haijathibitisha kushiriki kwa upande wa wanawake, na mikoa hiyo ni mkoa wa Tanga wanawake, mkoa wa Manyara na mkoa wa Mwanza. Lakini kwa wanaume pia tuko na idadi ya timu 20 ukiwa katika magrupu manne kama nilivyosema ya wanawake, na timu pekee ambayo haijashiriki ni timu ya kutoka Tanga
na ambapo replacement yake imefanyika kwa mkoa wa Mtwara, kwa sababu mkoa wa Mtwara kwa mwaka jana walifika nusu finali. Kwa hiyo ni mkoa pekee ambao umepewa nafasi ya kufanya replacement. Hapo naomba nieleweke, sababu kuna kipengele kinachosema hakuna replacement yoyote, lakini Mtwara wamepewa kipaumbele wa kufanywa replacement kwa sababu walifika nusu finali mwaka jana. Kumekuwa na ongezeko pia la upande wa timu za wanawake tangu tulivyoanza kama benki ya CRDB kushiriki katika mashindano haya, lakini pia tukiwa na wadau wetu au washirika wetu wakubwa Azam Media ambao wamekuwa wakionyesha mashindano haya mubashara, na tunafurahi kwamba tunaendelea kuwa nao katika kipindi hiki kingine. Na moja ya mafanikio ambayo nimetangulia kuyasema ni kwamba ongezeko la timu za wanawake. Wakati tunaanza mwaka 2020 CRDB kuingia pamoja na Azam tulikuwa na timu 8 tu, lakini sasa hivi tunazungumzia timu 15. Kwa hiyo hao tunaona mafanikio, lakini pia tumeona hamasa kubwa ya mikoa ambayo hatukuwa nayo mwanzoni, sasa hivi wanakuja kushiriki. Lakini pia tumeona hata wadau wengine mbalimbali wakijitokeza katika mchezo huu na kuanza kutoa ufadhili katika ligi za mikoa, lakini pamoja na ligi ile ya NBL. Kwa hiyo tunafurahi kuona kama mafanikio yanakuwa. Lakini kubwa zaidi kwetu benki ya CRDB, kauli mbiu ya mashindano haya tunasema ni zaidi ya game ni maisha. Na tumeona kwamba ikiwa ni zaidi ya game ni maisha, kwa maana kwamba tumeweza kufanikisha kutoa ufadhili wa masomo kwa vijana ambao wanafanya vizuri kupitia katika mashindano haya. Naam, tukisalia papo katika mchezo wa kwanza wa CRDB Taifa Cup uliopigwa leo jioni, Kigoma umepata ushindi wa vikapu 85 dhidi ya 86 vya Iringa. Kwa inatuhitimishia mshike kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha hili, takuwa mchoyo wa fadhila kama nitaondoka pasina kukujuza japo kwa uchache tu makubwa ambayo tulikuwa nayo hii leo, ambayo ni pamoja na haya. Ulinzi na usalama waimarishwa kuelekea dabi ya Kariakoo uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Wananchi wataka kuendeleza rekodi wakati Simba Sports Club ikija na hesabu kali kubeba kombe uwanjani hapo. Na sitajitokeza kwenye urais TFF. Wakapo niseme sina la ziada. Kwa niaba ya wote waliofanikisha hili, huu ni mshike. Jina langu ni Kennedy Moses, tukutane wakati mwingine.